Kwa wakati huu ambao tunaishi ni wakati ambapo kizazi hiki ambacho nimekwisha ukisema hapo mwanzo kinakabiliwa na changamoto ya kutafuta mafanikio kiurahisi. Hawako tayari kuwajibika ili kufika pale ambapo Mungu amekusudia wafike. Na hii ni kwa sababu ya jamii tulio nayo, kwa sababu ya mazingira tulio nayo. Mitandao ya kijamii inaathiri maisha yetu chanya au hasi. Kwa inategemea unapoingia kule unachota nini, unaangalia nini, kinakusaidiaje kwenye maisha. Na kuna maana au definition ya mafanikio ambayo dunia imeiweka kwa watu ambao sio sahihi. Yaani tunawaza kwamba ili kuonekana umefanikiwa, uwe na jengo zuri, uwe na gari zuri, uwe na maisha ya starehe mazuri, hiyo wanayoita starehe. Kwa hiyo unapoonekana kwenye mitandao ya kijamii umeposti ukiwa unakula bata, kama wanavyosema kula bata, uko kwenye maeneo ya bichi, maeneo mazuri, wanatafsiri hayo ndiyo mafanikio. Upo kwenye jengo zuri, uko kwenye gari zuri, wanatafsiri hayo ndiyo mafanikio. Wanashindwa kuelewa ya kwamba unaweza ukawa na jengo zuri lakini usiwe na nyumba nzuri. Unaweza ukawa na kitanda kizuri lakini usiwe na usingizi mtamu. Wanashindwa kuelewa ya kwamba unaweza ukawa na pesa nyingi kwenye akaunti lakini usiwe na afya nzuri. Ni zaidi ya pesa. Wako watu ambao wana pesa kabisa lakini hawazifurahii. Wako watu ambao wana majengo mazuri lakini hawapati usingizi, hawana amani. Ni kitu kingine kabisa. Sasa unasema, mchungaji, mafanikio ni yapi unayozungumzia wewe? Kila mtu ameumbwa na Mungu kufikia mafanikio yake. Mafanikio yako wewe sio yangu. Tuko sawa sawa? Yaani mwalimu nichukulie mtoto mdogo wa sekondari, kijana ambaye alidhamiria kuwa mwalimu mzuri wa shule ya msingi, wa hisabati, wa biolojia, akadhamiria kwa dhati na akasoma chuo cha walimu vizuri, akapata diploma yake, na sasa anafundisha watoto wanafaulu vizuri. Huyo amefanikiwa. Maana ndio ilikuwa njozi yake, hiyo ndio wito wake ambao ameitwa na Mungu kuufikia. Huyo amefanikiwa. Sasa ili uweze kufikia mahala fulani, lazima ukubali kulipa gharama. Hata shetani hatoi mafanikio bure, kuna gharama inalipwa. Watu wanadanganyana, mkijiunga na Illuminati, mkijiunga na Freemason unakuwa tajiri. Mtu asikudanganye. Nao wana formula zao. Moja wapo, hawachukui mtu asiye na kitu. Kama wanaweza kutajirisha mtu ovyo, wamchukue mwokota makopo hapo wampe utajiri. Wanaangalia mwanamuziki ambaye anaibuka na talanta ya muziki, wanamchukua kwa. Wanakuangalia mfanyabiashara, nasema huyu analipa, huyu wanachukua, wanapeleka kwao. Sio hivi hivi. Nao kuna gharama utalipa, na gharama yake ni uhai wako, nafsi yako. Nami nawaambia vijana, itamfaa nini mtu kupata ulimwengu wote lakini akapoteza nafsi yake? Kila kitu lazima ujue kwamba kuna gharama yake. Hata wokovu ni bure lakini una gharama. Alilipa Yesu. Wewe sio mchezo kufa msalabani. Kuwekwa mtini pale uchi wa mnyama. Hizi picha ambazo mnachorewa tunaambiwa ni Yesu, ni usanii tu. Amechorwa na kanguo pale kamefungwa vizuri. Haikuwa hivyo, alikuwa uchi wa mnyama kabisa. Wewe kudhalilishwa na kutemewa mate. Acha hiyo sasa, kubeba mzigo wa dhambi. Wewe mwenyewe tu ukiwa na dhambi zako mwenyewe, unavyopiga mahesabu ya kutubu mpaka unapanga na maneno. Unaandika risala. Awamu hii nikifika nyumbani, cha kwanza naoga. Utafikiri Mungu anataka utakaso wa mwili. Nafunga mlango, naimba. Na wimbo unatafuta cha kutumaini sina.
Yaani umepangia hiyo hatia, ni dhambi yako wewe mwenyewe tu, inakutesa kiasi hicho. Hivi mna habari kwamba ukipanga kutubu dhambi, kwa sababu shetani alikuona ukitenda dhambi na anajua wewe ni Mkristo, anajua unajua neno la Mungu. Kwa hiyo ile unapopanga kwenda kutubu, unajua na yeye yuko pembeni pale. Usije ukadhani kwamba hayuko, yuko hapo na anakuongelesha maneno, ila anakuongelesha kwenye nafsi yako ya ndani, na ananukuu na mafungu ya Biblia. Yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hapo ndio umeanza tu, Baba yetu uliye mbinguni, fungu linanukuliwa. Unatamani kuishia katikati, uachane na maombi. Fikiria hiyo toba ya kwako tu inakupigisha mahesabu hivyo. Unawaza na umetubu, umenyanyuka pale kwenye toba yako, na shetani anakukumusha na unajikuta unatubu tena wakati ulishatubu tena. Kuna mmoja ni kijana alifuata akasema, Pastor, najuaje nimesamehewa? Nikamwambia amini. Hivyo tu, nikamwambia hivyo hivyo, amini umesamehewa. Sasa mimi sikuelewi mchungaji, hakuna namna yote. Nikamwambia unatakaje? Wewe unatakaje? Anasema, Pastor, yani kama ingewezekana Mungu ile tunamaliza kutubu tu atusemeshe. Nikamwambia siku utakaposikia sauti inakusemesha, sio yeye, ni shetani. Maana kila kitu katika ufalme wa Mungu kinapatikana kwa imani na neema. Amini umesamehewa. Mnajua kilichompasua Yesu mishipa ile midogo mpaka jasho likawa ni la matone ya damu, ni mzigo wa dhambi zako na zangu. Alibeba. Wanahistoria wasiojua dini wanasema katika watu waliopatwa na hili tukio kama matokeo ya msongo mkubwa ni wawili tu. Mmoja alikuwa ni Mchina, mwingine wanasema ni Yesu aitwaye Kristo aliyewahi kuishi Palestina. Hata hawajui kwamba ndiye mwokozi wangu na mwokozi wako. Wanasema alibeba msongo mzito mpaka mishipa ikapasuka. Kila kitu kina gharama. Haleluya. Mdogo wangu, hizo chipsi mayai zina gharama. Mmenielewa? Hizo grade za favor hizo ambazo hukufanya mtihani vizuri hizo, ulidisco, lakini anakuahidi atakufanya nini? Atakuandikia, zina gharama. Utakuja kuilipa tu. Siku moja utakuja kuilipa hiyo gharama. Sasa ujipange, unaweza kuilipa. Kila kitu kina gharama. Dangote, nimemsema sana Dangote. Ana miaka, anasema miaka 30 amestruggle kufikia pale. Lakini ilinishangaza kusikia story hii. Dangote alitabiriwa na mchungaji Dahosa wa Nigeria akiwa kijana mdogo. Wapo kwenye safari kwenye kiwanja cha ndege, nafasi ya ndege imejaa, ilibakia kiti cha Dangote peke yake. Mhudumu wa ndege anagoma, anasema siwezi kukuweka hiki kiti mchungaji. Mchungaji anasema ninawahi kwenye huduma. Akasema hapana. Akaitwa huyu Dangote, akamwambia kuna mchungaji yuko hapa anawahi kwenye huduma na kiti kilichobaki ni cha kwako. Dangote akasema na kwenda kufanya biashara. Mchungaji anakwenda kufanya biashara ya kuokoa roho, mpeni siti yangu mimi nibaki. Mchungaji akamuita pembeni Dangote akamwambia, miaka ijayo utakuwa bilionea wa Afrika. Dangote anasema aliona kama ni maneno ya mchungaji aliyesisimkwa tu kwa kupata kiti cha ndege. Hadi yalipotokea. Kila kitu kina gharama. Ukiona Mungu anampitisha mhitaji nyumbani kwako, ni kwa sababu Mungu anahitaji ya kubariki, anatafuta sababu. Haleluya. Ukiona umekatiza barabarani hapa, hii barabara tunayopita hapa, barabarani kwetu pale, unakuta wale watu, kuna mtu namuonaga pale amekaa amechomwa na jua, mwanamama mmoja amechomwa na jua kutwa nzima, yuko hapo anaomba, yuko hapo. Unaweza ukasema nimepitishwa kwa bahati. Kwa nini ukupitie njia nyingine? Kama unaweza, shuka, toa msaada. Kuna kitu hapo Mungu anahitaji akufanyie. Kuna vitu havitafanyika mpaka uprovoke mbingu, uichokoze. Kama unielewi, kamuulize Dorcas. Kama unielewi, kamuulize Cornelio. Sala zako na sadaka. Kwanza Kiswahili kimetumia neno sadaka. Mimi ningeambiwa ile neno nilirekebishe pale kwenye Biblia Kiswahili, ningesema sala zako na misaada yako. Unasema kwa nini? Kwa sababu neno ambalo limetumika sio sacrifice wala sio offering, ni alms. Ni misaada kwa jamii.
Mungu atusaidie. Kila kitu kina gharama yake. Nampenda Mfalme Daudi, wakati Mungu amepiga taifa kwa tauni, watu wanakufa. Daudi akaambiwa ni kwa sababu ya kosa lako, kosa la kiongozi likabeba taifa zima. Daudi akamlilia Mungu. Mungu akamwambia, nenda kwenye kiwanja cha Arauna pale ukanitolee sadaka. Daudi amefika pale kwenye kiwanja cha Arauna, akamwona malaika amesimama, ameshika upanga, yuko katikati, nikana kwamba ule upanga alivyoachilia namna hii ndio madhara yanatokea. Arauna akamwambia Daudi, umekuja kwangu kufanya nini? Anasema, kutoa sadaka ya upatanisho ili Bwana achilie asilipige taifa. Akasema, nimekupa kiwanja bure. Arauna anamwambia Daudi, bure, toa sadaka. Arauna alitoa sadaka bure, lakini Daudi akamwambia, siwezi kumtolea Mungu sadaka isiyo na gharama. Huwezi kunipa kiwanja bure, unipe na kondoo bure, alafu niseme nilitoa sadaka mimi. Hiyo itakuwa ya kwako. Lazima nilipe gharama. Tulia kidogo hapo, akili yako ikae sawa sawa. Mungu akikusaidia, kafanya hiki ninachokuambia. Wakati mwingine acheni habari ya kusema tulitoa sadaka kanisani, mashemasi wamechaguliwa, watakuja kufanya usafi kanisani, tuna mtu tumemwajiri atafanya usafi kanisani. Wakati mwingine, nisikilize, kuna vitu havitafunguka maishani kwa sababu una roho ya kuto kujishusha. Njoo fanya usafi hapa kanisani. Sikuambii kwamba ndio sadaka hiyo, na kuambia ni namna ya kushusha kiburi chako. Utaona kwenye somo la leo. Mungu atusaidie sana. Tabu ni kwamba saa nyingine tuna ile hali ya mimi nipige deki kanisani, mimi nifagie. Mashemasi mnaonisikiliza, ukichaguliwa kuwa shemasi, shukuru Mungu. Mna habari ndio kazi pekee kwenye Biblia yenye thawabu. Tena imetajwa madaraja. Afanyaye vizuri kazi ya ushemasi hujipatia daraja. Hajasema afanyaye vizuri kazi ya uchungaji. Hajasema afanyaye vizuri kazi ya mzee wa kanisa. Ila kazi ya ushemasi. Kwa nini? Mashemasi ndio wanaofanya kazi ambayo jamii imefanya kama ni ya kujidhalilisha. Yeye ndiye hapa apange viti, lakini kule ofisini ana sekretari. Aje amkute mtu mwingine hapa ambaye kule anamuita bosi, anakuta na yeye ndiye anayepanga viti, anambia watu kae vizuri. Inataka unyenyekevu kuitwa katibu mkuu wizarani, alafu kuitwa shemasi kanisa la Wasabato. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeielewa hiyo? Kabisa. Inataka upondeke. Haleluya. Vitu gani ambavyo natakiwa mitihani uivuke? Mtihani wa kwanza, kama unaandika andika hii. Ukiuvuka huu mtihani, mambo yako yanakwenda sawa sawa. Ikiwa unafikiri kuwekeza katika biashara, fikiria kuwekeza katika biashara. Kama unawaza habari ya ajira, wewe ni kijana, unawaza kufanya chochote kile, mtihani huu lazima uvuke. Kumbuka, kila tunachokifanya katika uchumi wetu, katika ndoa, katika maisha yetu ya kila siku, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya ufalme. Haleluya. Namba 1, ondoa uoga, vaa ujasiri. Ondoa nini? Vaa ujasiri. Nilidhani kwamba ujasiri ni kitu ambacho kinakuja tu, lakini baada ya kusoma fungu nikagundua kumbe ni kitu ambacho unakivaa. Unatakiwa ujiambie, inatakiwa udhamirie kwamba mimi nitakuwa jasiri. Kati ya twiga na simba, nani mkubwa kwa mwili? Naongea na watu wana binadamu. Kati ya simba na twiga, nani mkubwa kwa mwili? Lakini nani anemtesa mwenzake sana? Simba. Kabisa. Ila simba naye kuna kamnyama kanamtesa kadogo tu hivi. Kile kimnyama ambacho kinapenda sana kula asali. Na chenyewe kinamsumbua simba na ukubwa wake huo. Na kale kamnyama siri yake ni nini? Ni ujasiri. Kenye kakimuona simba kasema anisumbui huyu. Kwa hiyo simba anahangaishwa. Watu wengi, utasoma Biblia hapa jinsi inavyoeleza mambo ya woga. Watu wengi mmefeli kwenye maisha kwa sababu ya woga.
tuongee habari ya dhambi ambazo zimekuja katika maumbo ya addiction. Kuna saa unamlilia Mungu akushindia urahibu fulani. Mungu anatazama sema, nilishakusamehe dhambi miaka mingi iliyopita, nilishaifuta, haipo kwenye kumbukumbu zangu. Lakini wewe kila siku unajitamkia kushindwa. Bwana hujambo? Si jambo. Mambo yanaendaje? Ni kale kachangamoto kangu tu. Ndio unaendelea nako. Hey. I say, Mungu atusaidie sana. Kale kachangamoto. Wewe umekamilika, amekuwa ni kakwako. Ni kakwako sasa. Nilipenda sana, nimehudhuria darasa la ubatizo analofundisha ndugu yangu Chiremeji pale. Wale vijana wanafundishwa mambo ya neema ya Mungu, ushindi tumepewa, tunaweza tukashinda. Niwaambieni ndugu zangu, huu ndio ukweli, tunaweza kushinda kwa Yesu Kristo. Usikubali kushindwa hata siku moja. Sisi ni washindi. Vaa ujasiri. Katika kitu cha kwanza kinachokuangusha hata kwenye maendeleo yako ya kiuchumi ni woga. Kwa taarifa yako, shetani anakuogopa, alafu na wewe unamuogopa. Kwa hiyo mnaogopana. Kila mmoja anamuogopa mwenzake. Akikuona anasema, huyu akiachilia moto siponi. Ila anakuja kutazama na gundua, kumbe na yeye hajielewi. Ngoja nianze kumtishia. Hapana. Vaa ujasiri. Fungua kitabu cha, unaweza ukaandika ili tuende kwa haraka, alafu utasoma vizuri. Mimi nitakusomea hapa mbele. Mwanzo 46 fungu la 3 ambao tumesomewa fungu letu kuu. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Weka nukta alafu nitazame. Huyu ni Yakobo. Wakati kijana wake anaitwa Yusufu amekuwa ni prince, waziri mkuu, tutumie lugha ya kwetu. Amekuwa waziri mkuu wa Misri. Akaambiwa twende. Jamaa kawaza akasema, niende huko akanimalize. Niende huko. Unajua kinachokupa woga kwenye mambo wewe ni kitu gani? Unawaza itakuwaje? Hivi nikianzisha biashara ya nguo itakuwaje? Nikianzisha biashara ya mazao itakuwaje? Hivi nafaka nikianzisha alafu zikaliwa itakuwaje? Iko hivi, Mungu akusaidie kuelewa hili. Chochote unachokifanya sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Na kama ni kwa ajili yake, muache yeye mwenyewe afanye kazi. Mwambie Mungu, umenipa njozi ya kufanya kitu hiki, ninaingia kufanya. Na kuna competition kubwa huko tunakoenda. Katika vitu vinavyoniuma kuhusu Tanzania ni hiki moja wapo. Nashukuru kuna wengine mko hapa, viongozi wa serikali, mnanisikiliza vizuri. Katika vitu vinavyoniuma sana moja wapo ni hiki hapa. Wenzetu wa Uganda, Malawi na nchi majirani wamechangamkia soko la nje la vitu organic. Wamechangamkia soko kweli kweli, wanasafirisha. Uganda ni msafirishaji mzuri wa ndizi kupeleka Marekani, kupeleka Uingereza. Kabisa. Nenda huko Marekani, maeneo mengine utakuta wanapouza masoko ya Kiafrika, utakuta kuna migebuka iko kule inauzwa. Migebuka imetoka wapi? Wanakuambia tulivyotoa hapo Kigoma tukapeleka mpaka sui Malawi, sui Zambia, ndio tukasafirishia huko. Njoo uangalie soko la asali. Tuna asali nzuri kutoka hapa kwetu. Wakenya wako Marekani ni manesi, wanafanya kazi kule, wako Uingereza. Zimbabwe inapeleka watu Uingereza kila wakati wanaenda. Kila kanisa ambalo nilikuwepo wananiambia kila Sabato tunapokea watu kutoka Zimbabwe. Nikajiuliza, ndugu zetu wamelala wapi? Wabongo ni waoga kuthubutu. Kuna mtu hapa una degree yako ya uuguzi, una diploma ya uuguzi. Kule kuna soko liko kubwa sana, wanakutaka mtu kama wewe ili uwekeze nyumbani. Lakini kumwambia jaza fomu. Sasa pastor itakuwaje? Itakuwaje nini? Ngeli. Hii ngeli ulifauluje? Hivi jamani, mmewahi kuwasikia wa Nigeria wakiongea Kiingereza?
Kimenyooka kile. Don't kill me oh. Lakini kinachowafanya waende huko kote unakwenda ni ujasiri tu, uthubutu. Msije mkanitazama hivi kasema mchungaji anajua kila kitu, na mimi najifunza. Kila nakofika na mimi najifunza. Mauwanja ya ndege yanabadilika kila wakati. Zama hizo tulikuwa tunaenda, unazoea, unafika hapa unahudumiwa. Imefikia tu unakuta kuna saa hakuna cha mhudumu anayekuhudumia, ni mashine. Na mimi nafika hapo natazama, nisijipeleke, ngoja nione kwanza. Navuta mstari wa nyuma, mtu wa 3 wa 4 nimsome mwenzangu kwanza. Sasa nikajikuta kuna 4 wako mbele, kumbe nao wanavuta kama mimi. Kwa kila mmoja anamsubiri mwenzake. Unashangaa tu anambia mwenzake, nenda wewe. Sikilizeni, tusiwe waoga. Haleluya. Ingia huko, angalia fursa zimejaa, ziko huko. Fanya uthubutu. Dodoma hii ni sehemu ambayo ukitazama kuna fursa zimelala, ziko hapa. Woga. Ni mshiriki wa hapa lakini naongea tu alafu nitaondoka. Mzee wa kanisa unisamehe. Siku mtakapowatoa watu hapa wakaenda kusali na maturubai pale, ile kanisa litaisha. Hilo hapo litaisha. Ila bado wakiwa na matumaini ya hii kitu hapa. Unasema pastor, unamaanisha nini? Kuna saa mtakumbuka maneno yangu kwenye hii mimbari. Nenda kaangalie wakati Israeli inavuka mto Jordan. Mto haukugawanyika mpaka makuhani walipokanyaga. Mpaka wako mtoni, Jordan inafurika na imefura. Niwaambieni, mtaona bado kuna shida ya fedha ya kumalizia pale. Jordan bado itaendelea kulia na kelele zake. Uchumi utaendelea kuwa mgumu, utaendelea kulia sana. Mtasikia kelele za sina pesa, mtasikia kelele za michango imekuwa ni mingi, mtasikia kelele nyingi. Ila saa nyayo za makuhani zitakapokanyaga kingo za Jordan itagawanyika. Hiki ninachokisema kinataka ujasiri. Hakitaki analysis. Na imani haiendi na analysis. Hata siku moja. Huwezi ukaa chini ukaanza imani inakwambia tupo kwenye imani, haiendi na mchakato. Hey. Mungu atusaidie sana. Narudia tena. Pale tumefika sehemu kubwa. Ile ni kubwa, mimi siwezi kuidharau hiyo. Hii sehemu ni kubwa sana mliofika hapo. Lakini Mungu anahitaji mfanye tukio la kiimani. Itatoka wapi fedha? Hata mimi nayeongea hapa sijui. Ila ninachojua tu, Jordan itagawanyika. Mzee wa kanisa, msiogope baadhi ya watu kuhama kanisani kwa sababu hiyo. Mungu hashindi kwa wingi wa watu. Hata siku moja. Na siku mkimwachia Mungu ashinde kwa wingi wa watu, sifa itakuwa ya watu, sio ya kwake. Ikiwa kuna watu watapungua kuja kanisani kwa sababu tu eti mmehamia hapo, mjue hamkuwa nao hao. Bakini na watu ambao watasema kwa mvua na kwa jua, sisi ni wa Bwana. Ni ngumu kuimeza. Ni ngumu. Ila na mimi ni mshiriki wa hapa. Haleluya. Kuna mtu ananitazama hapa, una kamtaji kako, kila siku napiga mahesabu, nitaanza kesho. Wewe endelea na nitaanza kesho, utaanza kukatumia kwenye vocha. Alafu atafuata ndugu mwenye matatizo. Na wana kauli nzuri. Acha ndugu wa nyumbani, watakuja ndugu wa kanisani. Hasa wa kanisani nimekwisha kuwaonya mbele. Mkopeshe hela muumini mwenzako, hela ambayo una uhakika hata ikipotea haitakuuma. Hii habari ya kuambizana nitakurudishia. Na wakija kukopa wana lugha nzuri.
Tena leo siku ya Sabato hii anakuvuta pembeni. Mtumishi wa Mungu, tuombe kidogo. Ile mnaomba tu, anakuambia somo la leo limenigusa, nimevaa ujasiri, nimeamua kuanzisha biashara. Kwa hiyo ukanipatia hapo angalau laki hizi 3 au 4, nitakurudishia. Mimi sera yangu iko hivi, kama sina nakwambia straight sina. Umeniomba 200,000, sina 200,000, nakwambia na 50,000 nimekupa, tusidaiane. Nataka tuendelee kuwa marafiki, usifikirie kunirudishia. Bye bye. Kwani tukimbiane kwenye ibada? Alafu hiyo bahati mbaya mzee wa kanisa ndiye uliyokopesha. Siku unahubiri hapa unakemea makemeo ya watu ambao wanazima watu, wanasema leo amenipeleka mimbarani. Kumbe ni somo tu Mungu amekuvuvia. Hapana. Ndugu zangu, tuvae ujasiri katika haki. Woga ni kitu kibaya sana. Andika fungu hili litakusaidia, utalisoma mwenyewe nyumbani. Warumi sura ya 7. Waamuzi sura ya 7 fungu la 3. Basi sasa enda, tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gilead. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Ngoja niangalie hisabati yako ilikuwa inafanya kazi vizuri. Walioondoka ni watu 20 na ngapi elfu? Walioondoka ni watu wangapi? Haya, narudi tena. Tuache kula sukari jamani. Basi sasa enda, tangaza habari za masikioni mwa watu hao na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gilead. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika hao, wakabaki watu 10,000. Na mimi naulizeni, watu wangapi waliondoka? 22,000. Watu wangapi walibaki? Kwa ujumla tuna watu wangapi hapo ambao walikuwepo kwa ujumla wake? 32,000, lakini 22 wote walikuwa ni waoga. Na msije mkaenda vitani na watu waoga. Anaweza akageuza bunduki akakupiga kwa sababu ya kuogopa. Woga. Na alitangaza Gideon kiurahisi tu, akasema kama unajisikia woga ondoka. Hakuna kitu cha aibu kwa mwanamume kujitangaza, mimi naogopa narudi nyumbani. Piga picha wewe mama, unakuta mumeo anarudi, namuuliza baba fulani, vita imeisha? Hapana, haijaisha. Vipi, mbona umerudi? Alitangaza kwamba wenye woga wafanye nini? Kwa hiyo ndio maana mimi nimerudi. Hebu hii kusaidie wewe ambaye umepata msongo, maana kuna watu wamekutenga kwenye maisha. Iko hivi, ni kawaida katika safari yako ya maisha huko unakoenda. Kuna watu ambao Mungu amewaleta, watakusaidia kwa muda, watakuwa na wewe kwa muda. Ni kawaida, acha waondoke, ni wa muda. Hata manabii wa Biblia, kuna manabii ambao walitoa unabii kwa muda wa mwezi na unabii uliishia hapo, hawakuendelea kuwa manabii tena. Hata kwenye Biblia hawajaandikwa. Kwa hiyo wataishia hapo. Usikasirike, usiumie, usianze kumsema vibaya na kumtangaza fulani alikuwa rafiki yangu, siku hizi hayupo. Acha, alipangiwa kwa wakati huo, muda wake umeisha. Utaenda na wengine, utafika nao mahali nao pia watakuacha, ila yuko mmoja ambaye hatakuacha, ni Yesu Kristo. Yeye atakuwa na wewe mpaka mwisho. Acha tu apungue, hakuna shida. Waoga, Biblia imeandika kabisa waoga hawaingii mbinguni. Yaani kundi la waoga, waasherati, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu wapo kwenye kapu hili moja. Sijui wewe ulikulia kwenye mazingira gani, lakini kijijini kwetu wakati sisi tunasoma shule ya msingi, tulikuwa hatuna umeme. Na nilikuwa naogopa kutoka nje usiku, natumwa. Unakumbuka nyumba za vijijini, jikoni ni huku alafu kuna upande ule mwingine. Kwa hiyo mama hapo amepika, baadaye nakwambia nimesahau kitu fulani, nenda ukanichukulie. Ukiangalia nje giza. Na unajua kwenye giza kuna mauzauza ambayo hayapo. Mara unaona mtu amekatiza wakati hata hayupo. Nakumbuka kuna siku mvua ilinyesha kule kijijini, mvua imenyesha. Kwa hiyo kuna lile giza zito kweli kweli. Mama akanituma. Nilipata wakati mgumu sana. Nikafika kwenye mlango, nikasimama. Nashangaa mama anaita, "We hurudi tu." Sasa ukiitikia hapa najua kwamba ulikuwa umesimama hapa. Nikawaza hivi natokaje? Nikatoka. Kumbe baba ananitazama.
Akanitazama, akaja taratibu, akanikamata, akanisukumiza kwenda huko nje. Aya, kaliwe huko nje. Lakini alivyonisukuma mara moja, ilinijengea ujasiri, nikajua kumbe hakuna kitu ambacho nilikuwa nakiona. Na ni kweli nilikuwa naona kuna watu wanakatiza na hivi. Unajua siri ya Daudi ni ujasiri. Mtu mmoja anaweza kusema hapana, ni ile anointment aliyowekewa. Kuna watu wako anointed lakini hawako tayari kutumia anointment. Mungu alishakupaka mafuta tayari, lakini kwa sababu ni mwoga huwezi kutumia. Daudi alipofika pale, cha kwanza alichosikia yeye, aliposikia tu ile makelele ya yule jamaa linanguruma na Goliath, nyinyi mnafahamu, tulilisoma hapa vizuri, Kiswahili cha sasa kimeeleza. Ni jamaa likubwa, lina vidole 6. Yaani kwanza ukisikia tu napambana na jamaa lenye vidole 6, vya mikono 6, vya miguu 6. Kwanza unauliza likoje? Sema lina vidole 12 jumla. Hapana. Alafu unasimulia, unaambia bwana, mkuki wake kile kincha cha juu tu kina kilo 1.5. Alafu hapa alipojifunga hapa, hiki ambacho kinamzuilia ni kilo 50, mfuko wa simenti. Hata hujaangalia urefu wake. Daudi alivyokanyaga, cha kwanza tu amefika pale kuleta vile vitu, akasikia jamaa linatukana. Akauliza, huyu nani ambaye anatukana hapo nje? Kwanza kitendo cha kuuliza ni ujasiri. Jamaa wakamuita pembeni, akamwambia, bwana mdogo, usicheze. Kuna ndume iko hapo, yani siku 40 hapa, hakuna anayemsogelea. Subiri hapo kwenye akili yako, usiwe na papara ukisoma Biblia. Ujasiri wa Daudi ulitoka hapa. Aliuliza maswali yafuatayo. Anasema, mtu ambaye atamuua huyu Mfilisti asiyetahiriwa atapata nini? Hiyo sentensi ukikimbilia kwa haraka hutaelewa jamaa anamaanisha nini. Daudi anamaanisha hivi, huyu bwana kinachofanya nisimuogope, hana Mungu. Haleluya. Ndio maana ya huyu Mfilisti asiyetahiriwa, hana utakaso huyu, hana Mungu huyu. Yaani hivi wewe nitazame, niangalie uliko hapa. Kinachokufanya umuogope yule mtu ambaye amekutesa pale ofisini siku zote na wakati hana Mungu ni nini? Wewe unaogopa. Pastor, nafanya biashara hapa na hawa walioko hapa kila siku wanachoma udi, kwa hiyo unaona wateja wanaenda kwao. Unamuogopaje mtu ambaye hana Mungu? Unaogopaje mtu ambaye anatoa kafara za kuku wakati wewe una kafara Yesu Kristo? Unaogopa nini? Amekutishia, amenuiza vitu kwa watoto wako, ndio. Ametamka watafanikiwa, ndio. Lakini una habari Kristo ametutoa katika laana ya Torati. Unaogopa nini wewe? Mnakumbuka ile historia yule mtoto ambaye niliwasimuliaga hapa, wale ambao mlikuwepo, ile mtoto ambaye mwenzake alimfuata tu, ni kule nilipokuwa kwenye makambi huku Tarime. Mwenzake amemfuata, akamshika tu kichwa, akamwambia, nimechukua akili zako. Na kweli kuanzia pale mtoto ameanza kufeli. Simple, akaanza kufeli, anaanza kufeli, na darasani anasinzia. Nimeenda kwenye makambi, ndio wananifuata pale na bibi yake. Kana nisimulia, kanalia, kaanza, pastor, mimi nahangaika sana. Nikamwambia, usiwe na tabu. Hivi vitu ni rahisi sana. Sasa mimi nitafanya, nikamwambia, leo sikuombei na kufundisha cha kufanya. Aliyekufanyia vile si mnasoma naye? Ndio. Nikamwambia, na wewe nenda. Kamshike kichwa. Mwambie nimechukua akili zangu, alafu jishike hapa. Simple. Hamjaangalia Biblia inasema wana wa giza wamekuwa na akili kuliko wana. Sisi tunashambuliwa, tunalalamika badala ya kujibu mashambulizi. Leo amenisemesha hivi, leo sijui itakuwaje. Unaonyesha udhaifu. Sisi sio dhaifu. Ufalme tulionao una nguvu kuliko wa kwao. Tuonyeshe kwa vitendo. Akisemea vibaya biashara yako, cheka kabisa. Mwambie, umesema kwa taarifa yako nitauza mpaka utoe machozi wewe. Tena kuna saa, mwambie kabisa, kuna saa utakuja hapa kuniuliza. Asa shida ya kwenu iko hapa. Masharti ya imani yanasema, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ila asione shaka nafsini.
Shida, nitakusomea Ellen White anachokisema hapa. Anasema hivi kwenye kitabu kile cha maombi. Ellen White anasema tunaomba kingine lakini tunaishi kingine. Yaani maisha yetu hayapelekani na maombi tuliyoomba. Maana yake ni nini? Unatamka imani mdomoni lakini wewe utakuja hapa utaniuliza. Mwisho bado sasa wakienda wakichoma ubani zaidi mimi nitaenda wapi? Acha woga. Haleluya. Acha woga. Hivi ninavyowafundisha nenda ingize kwenye vitendo. Haleluya. Nenda kwenye biashara yako pale, tamka kabisa. Tamka. Nilimuomba ruhusa huyu bwana leo kwamba nitatumia kisa chake, alinigusa. Kuna kijana mmoja ambaye namsema sana, ni kinyozi, yuko nje ya nchi, lakini mpaka hivi tunavyoongea hapa kwenye field yetu anajenga makanisa haya. Kinyozi. Ananyoa, anasema mpaka mkono unauma wateja walivyo wengi. Sasa juzi kuna kijana wewe wa kwetu, huyu anajenga makanisa mawili hapa kwenye field yetu, sio msabato, mnielewe. Lakini ana urafiki na kijana wetu mmoja wa kisabato. Sasa kijana wetu wa kisabato akaenda pale kwenye hii biashara yake. Alipofika pale akagundua huyu jamaa kuna kitu anafanya. Na hivi ni vitu ambavyo huwa ninavifundisha kila siku kwenye Mahubiri TV. Wale wenzetu wengine wakisikia wanaingiza kwenye vitendo. Akamwambia, unafanya vitu gani? Anasema hii ndio siri yangu hii. Na moja anayofanya ni hii. Akishafunga kazi yake, wakati anapoondoka, naongea na dada yangu anayeuza biashara ya chakula sasa. Wateja wameshamalizika wanaondoka. Anapiga magoti. Anamwambia Mungu, hii biashara ni ya kwako. Tuko sawa sawa? Kwa ajili ya ufalme wako. Kila mtu aliyenyoa hapa umbariki. Kwa wewe muuza chakula, kila mtu aliyekula chakula hapa umbariki. Tena yule kijana anaongeza, hata kama alikuwa na magonjwa afanye nini? Alafu baba umkumbushe hii saluni arudi tena nywele zikiota. Hivi mnajua ndivyo wanaofanya wanaonuiza wale wa upande wa pili. Ni hicho wanachokifanya tu, hiyo. Ila ni kwa sababu wananiuiza kwa miungu yao. Yule bwana kabla hajafungua saluni yake, wateja wamejaa. Wako hapa wanasubiria wengi. Mungu akampa funzo lingine wakati ndo anaanza kufanya maombi, yani kuweka biashara kwenye maombi, biashara maombi. Na wewe nakwambia mfanya kazi yako iende na maombi, kazi iende na maombi. Mungu akamuingiza kwenye funzo moja. Asubuhi ameamka akasema malaika wa biashara wawe na mimi. Kuna malaika katika kila kazi. Haleluya. Sasa ananiambia kilichomshangaza, akienda kazini, badala ya kwenda straight kazini kwake, akawa anatembelea saluni za wenzake. Lakini akifika kwake wateja hamna. Mwisho akagundua kila alipokuwa anakanyaga wateja wanaongezeka. Ndipo Roho Mtakatifu anamsemesha, ukiomba nenda kazini kwako. Kwa hiyo akawa anatoka nyumbani baada ya maombi straight kazini kwake. Ndipo anaona wateja wanamiminika hapa. Ninafurahi sana. Mungu ni shahidi ndani ya moyo wangu, ninachokisema kinatoka katika uvungu wa moyo wangu. Ninasikia raha nikiona wacha Mungu wanamiliki uchumi bila kumpigia magoti shetani. Nasikia furaha. Nasema hiki ndicho ambacho tunataka hiki. Lazima upande wa pili wajue kwamba Mungu wetu tunayemwabudu anaweza kutubariki bila kutoa kafara. Kafara Yesu inatosha. Huna haja. Nenda kwa ujasiri, tamkia biashara yako. Sasa wewe tabu yako unafika pale. Ada za watoto nitatoa kweli? Ada hapa kweli hapa? Mungu alimuuliza Musa, una nini mkononi? Yule mwanamke mjane ambaye watoto wake ilikuwa wachukuliwa utumwani kwa sababu ya deni la marehemu mume wake, Elisha akamwambia, una nini nyumbani kwako? Na mimi nakwambia, una nini nyumbani kwako? Una mtaji mdogo, nenda na mtaji huo. Bwana aubariki mtaji wako. Acha kwenda kwenye interview huku umejilaani. Ile unafika kwenye interview ukipiga macho unakuta kazi 10. Walioitikia 800.
Sasa ngoja tu tufanye kutimiza nini? Hatuendi hivyo. Mungu atusaidie sana. Ondoa uoga. Hicho ni kitu cha kwanza. Siri ya ushindi wa Daudi ilikuwa ni ujasiri. Haleluya. Na iko hivi, usitazame ukubwa wa Goliati, angalia ukubwa wa Mungu wako. Hivi alikuwa anasoma Mama Seko nadhani kwenye somo la sadaka kama sijakosea, mtanisahisha ikiwa nimechanganya mafaili. Lakini katika vitu vilivyosomwa hapa ni kumtaja Mungu. Hapana, ni dokta hapa wakati unasoma wito wa ibada. Ilikuwa ni Zaburi ngapi ile uliyosoma? Ile Zaburi imenigusa sana. Inamtaja Mungu kuwa mmiliki wa kila kitu. Anasema kwa kuwa milima ni ya kwake, kwa kuwa kila kitu ni cha kwake, kila kitu ni cha kwake. Kila kitu ni cha kwake. Muabudu huyu Mungu. Unapotoa zaka yako na sadaka yako, watoto wa Mungu, hii ikusaidie. Unapotoa zaka na sadaka, wakati unakuja hapa mbele kutoa zaka na sadaka, sikiliza. Usitoe zaka na sadaka kama kutimiza wajibu wa utoaji wa zaka na sadaka. Kuna siri katika matoleo. Matoleo siku zote ni eneo la kukutania. Imeingia? Mganga wa kienyeji anapohitaji akusaidia ili ukutane na zile spirit zake, lazima utoe kitu, kuku au hata fedha kidogo. Ndugu zako wale ambao wanakuambia mambo yako hayaendi, kwa hiyo lazima tukusaidie, unakumbuka wanakukazania wakwambia nipe tu jina lako niandike tu, au inatafiwa ni ruhusa, uruhusu tu kwamba peleka jina langu au peleka picha yangu. Matoleo ni meeting point, ni sehemu ya kukutania. Mimi ninapotoa zaka na sadaka, iwe ni kwa njia ya M-Pesa ile ya kutuma moja kwa moja, iwe ni ya kutoa hapa, kitu ambacho nafanya kikusaidie, ninafanya ibada. Ile ni ibada. Mnakumbuka andiko linasema muabudu Mungu kwa mali zako. Kwa hiyo unapokuja hapo katika kuabudu, nini kinafanyika? Unamwambia Mungu hivi, mali zote ambazo ninazo, biashara ninayofanya, ninakuja kukiri mbele yako, wewe ndiye uliyenipa. Siwezi kuzilinda, wewe ndiye unayelinda. Weka hapo papo. Hapa Iringa hapa, babu mmoja ameuza ni Iringa huku ni Mafinga. No. Ya Mafinga. Ameuza miti yake ya kutosha. Akawaambia wale watu ambao wamenunua shamba lake la miti, msije siku ya Sabato, ni siku yangu ya ibada. Wale jamaa kwa ujeuri wao wakaja kuchukua miti, maana tumeshakulipa hela. Kumbe mzee watu wanamwabudu Mungu, na katika kila anachokipata yeye anamtolea Mungu kama ibada. Wakaja wakachukua ile vipande vya miti vile, wakajaza kwenye gari lao vizuri kabisa siku ya Sabato. Wanapiga starter, gari ilikuja kuzimikia pale ambapo mzee ndipo anapopitia akitoka kanisani.